Habari za kibatizo, wataja wadogo wa Kristo. Karibu katika Genesis hadi Ufunuo, safari yetu ya kujifunza neno la Mungu kwa kina. Leo tunasafiri hadi bahari ya Shamu, mahali ambapo Mungu alionyesha utukufu wake mkuu dhidi ya Farao na miungu yote ya Misri. Hii ni hadithi ya ukombozi, imani na ushindi wa Mungu. Someni pamoja nami Kutoka 14:1-31. Hapo awali Farao ameshawaacha Waisraeli waende, lakini sasa amebaini haraka. Ana magari ya vita 600, farasi na jeshi kubwa. Waisraeli wamekwama kati ya bahari na adui. Lakini Mungu ana mpango mzuri. Amewaleta hapa kwa makusudi, si kwa kuwaharibu, bali kwa kujipatia utukufu kupitia ushindi mkuu. Kuna maelezo mengi yanayokosekana katika hadithi hii. Kwanza, Mungu mwenyewe alimwamuru Musa kugeuka nyuma, waambie Waisraeli warejee, wakae mbele ya Pi-Hahirothi 14:2. Hii ilikuwa ni mtego. Mungu alijua Farao atawaona wamepotea na atawafuata. Pili, nguzo ya wingu iliwa kizuizi cha kijeshi, iliwapa Waisraeli mwanga usiku, lakini kwa Wamisri ilikuwa giza. Tatu, bahari haikupasuka ghafla. Aya ya 21 inasema Mungu aliishika bahari kwa upepo mkali wa mashariki mchana mzima na usiku. Hii ilikuwa ni mchakato wa masaa mengi, si uchawi wa dakika moja. Katika bahari ya Shamu tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Kwanza ni mabadiliko kutoka utumwa hadi uhuru. Waisraeli hawakuwa tena watumwa wa Farao, walikuwa watu huru wa Mungu. Pili ni mabadiliko kutoka hofu hadi imani. Mwanzoni walisema kwa Musa, je, hakukuwa na makaburi Misri? Saa 14:11, mwisho walimwamini Bwana na Musa mtumishi wake, saa 14:31. Tatu ni mabadiliko kutoka ukimya hadi nyimbo. Sura ya 15 inaanza na nyimbo ya ushindi ya Miriam na wanawake wote. Hii ni mfumo wa kawaida. Mungu anatuleta mahali pa hofu ili atupandishe kwa imani. Hebu tusikilize viumbe vilivyoshuhudia maajabu haya. Kutoka anga ninaona kile ambacho hakuna mwanadamu anayeweza kukiona. Bahari imepasuka kama kitabu kinachofunguliwa. Mungu anaongoza watu wake kama mfalme mkuu. Nimeshuhudia mengi, lakini hiki ni ajabu kubwa. Maji yanasimama kama ukuta. Na watu hao waliolaani Mungu siku chache zilizopita sasa wanaimba nyimbo za shangwe. Sisi tulitumika kubeba vikosi vya Farao, lakini tunaona Mungu mkuu kuliko wafalme wote. Maji yanayorudi yanatuogofya. Hii ni nguvu ya kipekee. Hadithi ya bahari ya Shamu inatufundisha mambo muhimu ya kiroho. Kwanza, Mungu anatupangia njia ya kutoka katika mazingira magumu. Kama vile alivyowapangia Waisraeli njia kupitia bahari, pia anaweza kutupangia njia ambazo hatuzijui. Pili, badala ya kujaribu kujiokoa kwa nguvu zetu, tunapaswa kusubiri kwa utulivu. Musa alisema, simameni muone wokovu wa Bwana, saa 14:13. Mara nyingi tunajaribu kuterea badala ya kumwamini Mungu. Tatu, ushindi wa Mungu unastahili sifa na shukrani. Baada ya kuvuka, Waisraeli hawakuendelea tu, walimsifu Mungu. Je, unamshukuru Mungu kwa mambo aliyokufanyia? Tutamaliza kwa maombi. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunakushukuru kwa hadithi ya bahari ya Shamu. Inatuonyesha kwamba wewe ni Mungu wa maajabu na ushindi. Katika mazingira yetu magumu ya leo, tukumbuke kwamba unaweza kutupangia njia za kutoka ambazo hatuziwazi. Tusaidie tuwe na subira kama Musa, imani kama Waisraeli baada ya kuvuka, na moyo wa kushukuru kama Miriam. Tufundishe kuimba nyimbo za ushindi hata katikati ya mapambano. Kwa jina la Yesu. Amina. Asanteni kwa kutuzama Genesis hadi Ufunuo. Kipengele kijacho kitakuwa kuhusu nyimbo ya Musa, sherehe baada ya ushindi. Jiunga nasi tena na usisahau kufuata channel yetu kwa maudhui mengine ya kina ya Biblia. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.